Labda tukirudi kwa kuangalia upande mwingine, kumekuwepo na taarifa kwamba Simba wanaweza wakambakisha, ikiwa na maana kwamba wakampatia mkataba wa kuendelea kusalia zaidi katika klabu ya Simba. Utakuwa ni uamuzi sahihi? Mimi nafikiri zaidi kubwa ni yeye mwenyewe kuangalia. Unajua kuna wakati kuna vitu viwili, kuna kuangalia picha yako kwa maana ya kiuchezaji, lakini pia kuangalia picha yako kwa maana ya kipato. Kuna wachezaji wengine wanakubali kukaa kwenye timu kwa sababu ya mishahara mikubwa, kwa yuko tayari akae kwenye timu, lakini anakuwa tumiki, anakuwa very comfortable akiangalia kile ambacho anakipata. Lakini kuna wengine wako tayari kuacha mishahara mikubwa kwenda kwenye timu ambayo itamlazimu apunguze mshahara ili apate changamoto mpya ambayo itamfanya aweze kufikia malengo makubwa. Kwa hivyo hizo ni sehemu mbili ambazo mtu anaangalia. Kwa hiyo yeye ataangalia kama issue ni kwamba amalizie katika klabu ya Simba akiwa na mshahara mkubwa ambao anaenda vizuri, hata opt kubakia. Kama anakilia kucheza, nafikiri anaweza kaamua uamuzi mwingine kwenda sehemu nyingine ambako atapata changamoto ambayo itamfanya aendelee kuweza kutumikia. Ningekupa nafasi ya kumshauri, mathalan ungekuwa kama meneja wake, mngeshauriana jambo gani mfanye? Muondoke ama mbaki? Mimi nafikiri kwa age yake, kwa level ambayo alikuwa amefikia kiushindani, ni miongoni mwa kipa bora, na ukiwa kipa ambao unacheza maana yake unapata nafasi hata kwenye hizi timu za taifa na sehemu nyingine, ningeweza kumshauri kwamba atafute sehemu ambayo atakwenda kuwa regular starter, kwa sababu leo hii hata watu wamepunguza kumzungumza kwa sababu haonekani. Unajua ukionekani watu waweze kuona kile ambacho nacho. Nafikiri bado ni kijana mdogo ambaye ana miaka mingi ya kucheza, kwa hiyo ni vyema kama angepata sehemu ambayo anaweza kutoa kila alichonacho na kufanya kwanza atakuwa fit, lakini pia kuweza kumfanya arudi katika medani za kushindani ndani na nje ya nchi. Hapa tutakuwa tunalenga pengine AFCON ijayo, si ndio maana yake? Ndio. Ili aitwe katika kikosi kitakachoenda AFCON ni lazima acheze. Yaani lazima apate nafasi ya kucheza, lakini pia unakumbuka mwaka 2027 tutakuwa tuna host na bado ana gas na energy ya kuweza kucheza. Sasa kama utakuwa upati nafasi, unatengenezea ugumu walimu na national team kwa wanakuita kwa sababu zipo. Kuna kipindi nishuhudia hapa Msuva akiwa anaachwa na sababu ya msingi ilikuwa ni kwamba hana timu anayochezea. Na unakuenda fikiri ni vyema akatafuta sehemu ambayo itamfanya aweze kuwa lego, na ukienda kwenye AFCON sio tu kwenda kuisaidia Tanzania, lakini pia ni nafasi ya kwenda kujiuza. Unaweza kukuta kwamba unapata dili nyingine kubwa. Leo hii mpira umemea nchi za Kiarabu, kwa Asia, huko Saudi na maeneo mengine, wamekuwa wakitoa mishahara mikubwa kwa gharama kubwa, na wamekuwa wachezaji kutoka Afrika kwanza kuchukua kuweza kama sehemu yake, na pia kwenda kutengeneza picha ambayo hakuwahi kufikiria katika siku za nyuma. Dominic Salamba huyo mchambuzi wa masuala ya kandanda na maoni yake kuhusiana na kuachwa kwa mlinda mlango Aish Manula, ambaye yeye si sehemu ya wachezaji ambao wamesafiri na wakiwa safarini kuelekea kule Algeria kwa mechi yao ya weekend hii, kombe la shirikisho barani Afrika. Hatua za makundi si pigo kwa Simba. Probably sio pigo kabisa. Kwa sababu ni mchezaji ambaye kwa kiasi kubwa eneo ambalo anacheza tayari kuna watu ambao wanaonekana wanaaminika sana na mwalimu. Huyu alikuwa yupo nyuma ya Kamara, Pempeni Kamara, of course. Na unajua kwenye namna ambavyo walinda milango wa Simba unaweza kuwapanga kwenye order, ni kitu ambacho mpaka sasa hivi hakuna mtu ambaye anaweza kawa ana uhakika wa 100% ni nini ambacho kipo. Yaani ambao wana uhakika huo ni makocha tu ambao wapo kwenye benchi la ufundi pale la Simba. Kwa sababu kwa sasa hivi hauwezi kujua kati ya Manula labda na mtu kama Ayubu ni nani ambaye yupo juu ya mwenzake. Kwa sababu Manula ilionekana kwamba kuna kipindi alikuwa chini kabisa ya Ali Salim. Manula alikuwa mzima, lakini Ali Salim ndio mtu ambaye alikuwa anaanza kwenye ile milingoti mitatu. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia sasa hivi ni eneo ambalo mtu ambaye yupo na yeye ndio namba moja pale kwa maana ya Musa Kamara ni mtu ambaye ameonekana deliver. Kwa hiyo ukiwa mwalimu wa mpira wa miguu, eneo lolote lile kama hakuna changamoto zozote haishauriwi kubadilisha, kwa sababu unaweza kubadilisha yakawa ndo matatizo zaidi kuliko yule mtu ambaye alikuwepo na anafanya vizuri. Kwa hiyo sitegemei kuona hayo mabadiliko, lakini pia sidhani kama Simba wanapata pigo kutokana na Manula kukosekana kwenye huo mchezo. Na mimi unajua Mkule, ninaamini kwamba kwa sasa hivi Manula imetosha kucheza Simba. Kwako unaona imetosha? Na nitakwambia ni kwa nini. Sema kwa nini. Unajua sisi ni watu ambao tunaishi kwenye jamii hapa ambayo sisi wa Tanzania. Lakini pia kwenye hizi timu za Simba na Yanga zina watu wengi sana ambao nao tunaishi nao kwenye jamii. Ukijaribu kuangalia imani ambayo watu wanayo sasa hivi kuhusu Aishi Manula, inakufikirisha na inakuaminisha kwamba Manula ni mchezaji ambaye watu wamepoteza imani sana na yeye. Ukiwasikiza mashabiki namna wanaozungumza kuhusu Aishi,
Lakini pia kuna taarifa pia kwamba kuna baadhi ya viongozi pia ambao wapo ndani kwenye klabu ya Simba, kuna namna ambavyo wanamchukulia Aishi tofauti na ambavyo pengine watu wengine tunamchukulia kutokana na vitu ambavyo vimewahi kutokea ndani ya klabu. Ukijaribu kutizama kwa picha ya nje namna ambavyo mambo yanaenda, unaweza ukaelewa kwamba huenda Aishi anatakiwa kutafuta sehemu nyingine ambayo pengine itakuwa ni bora sana kwake. Kwa hiyo mimi naamini kwamba sasa hivi anapaswa kutafuta sehemu, na mimi naamini anaweza kupata. Ni mlinda mlango ambaye uwezo wake ni mkubwa sana, akiwa kwenye prime yake alionyesha kwamba kuna kitu kikubwa sana ambacho anaweza kukionyesha kwenye eneo la goalkeeping. Kwa hiyo nadhani ifikie tu wakati ambao yeye ataenda sehemu ambayo thamani pengine ambayo anayo itaheshimiwa zaidi, kwa sababu mimi namtazama kama mlinda mlango ambaye ni wa kiwango cha juu sana. Yani anapaswa kupata timu ambayo ni top na anapaswa kuanza kwenye kikosi cha hiyo timu ambayo ni top. Lakini kwa sasa hivi ni kama vile thamani ambayo anayo yani haionekani wala haiheshimiwi kutokana na uwepo wao watu wengine ambao kwenye nafasi yake wanafanya vizuri. Manom. Unasemaje? Manula. Manula ni pigo. Kwa wewe? Yes. Basically Manula kwenye kikosi cha Simba huwezi ukasema sio pigo sasa, hasa kwa sasa hivi, kwa sababu Pinpin Kamara ameonesha kiwango kizuri so far tangu aje Tanzania. Amekuwa na mwendelezo mzuri wa performance. Hata mechi ambazo unaona Simba imepoteza au haikupata matokeo ambayo mazuri, lakini angalia performance yake kiujumla. Lakini mtu kama Manula, mashabiki wa Simba, unajua mashabiki wa Simba wanaweza wakasahau tu kutokana na form mbaya au matokeo mabaya ambayo Manula aliyapata kipindi cha nyuma hapa. Lakini Manula ni golikipa ambaye katika misimu mitano nyuma ambayo Simba walikuwa wanafanya vizuri, hasa kwenye hii michuano ya kimataifa, Manula alikuwa nyuma yao. Ni golikipa ambaye kuna mechi Simba walifungwa goli 5 nadhani, na sikumbuki ilikuwa ni timu gani, lakini isinge achana na ile mechi ambayo naiongelea walifungwa 5 goli nyingi. No, kimataifa kuna mechi Simba Vita na Ali ndio timu yani, kuna mechi itakuwa tu na AC Vita ile Simba walifunga goli 5, lakini asingekuwa ufiti au ubora wa Manula siku ile, kulikuwa labda kuna matokeo yangepatikana mabaya zaidi. Alifanya saves nyingi ikiwemo na penalty. Kwa hiyo mbali na kwamba alisalim Kamara anaweza akawa ndio kipa nambari 1 so far wa Simba, lakini kama ambavyo Manula akapata itilafu airport ghafla hakuipanga, who knows Kamara hawezi kupata. Tumombei na naomba nisieleweke vibaya, ila kama itilafu inaweza kukutokea sehemu yoyote, let's say ikamtokea, ukimkompare Alisalim na Manula, mimi nadhani kwa kila kitu Manula is way better kuliko Alisalim. Angalia amekaa nje ya kucheza kutokana na majeraha muda mrefu, na hata alivyopona kwenye majeraha bado hakuwa na ile let's say labda hakufanikiwa kumshawishi mwalimu moja kwa moja kucheza kwenye mechi za Simba. Lakini angalia mechi yake kwenye dakika 45 nadhani alizozipata kwenye mechi dhidi ya Al Hilal ambayo ilikuwa ni mechi ya kirafiki, ambayo Simba alikuwa na performance nzuri sana na alifanya saves nzuri. Na hapo ni kukumbusha alikuwa na muda mrefu hajacheza. Ukiachana hata na mechi hiyo ya kirafiki, rudi kwenye mechi za juzi tu hapa, mechi zetu za timu ya taifa ambazo zilikuwa mechi za muhimu sana, bila kusema kwamba ilikuwa ni kazi ya peke yake. Of course kuna kila mtu alitoa mchango wake kupata ile matokeo, lakini huwezi ukatoa performance ambayo yeye alitoa kwenye zile mechi mbili ambazo kutokuruhusu kwake goli kulitupa nafasi nzuri zaidi na kufufua matumaini, hasa kwenye mechi dhidi ya Guinea walikuja hapa wanataka sare yoyote, lakini walishindwa kuipata. Kwa hiyo hata kama let's say safu yetu ya ushambuliaji ilifanya vizuri na wakapata goli, lakini ingetokea naye huko safu ya ulinzi imeruhusu, bado tungekuwa kwenye hali mbaya. Kwa hiyo mimi nadhani Kamara is good na anaweza akawa kipa nambari 1, lakini for backup ikitokea labda kwenye mchezo au siku ya mchezo labda apatikani Kamara, mimi naona Manula ni chaguo zuri zaidi kuliko Alisalim, na nitamshangaa sana mtu yoyote ambaye atasema Manula sio pigo kwa sababu labda kuna Kamara. Yes, Manula bado ataendelea kuwa pigo regardless ya nani yupo kwa sasa hivi.